Rais wa Marekani Donald John Trump ameendelea kuongeza msisitizo wa msimamo wake mkali dhidi ya Irani, akionya kuwa jaribio lolote la kushambulia meli za Marekani katika eneo la Hormuz litakumbana na jibu la haraka na la kiwango cha juu zaidi cha kijeshi. Kauli yake kwamba Iran inaweza kufutwa kabisa usoni mwa dunia inaweza kuonyesha wazi mwelekeo wa sera ya sasa ya Marekani, sera inayochanganya vitisho vya nguvu ya kijeshi na shinikizo la kiuchumi ili kuilazimisha Teherani kubadili msimamo wake. Akizungumza na Fox News jana Jumatatu, Mei 4 mwaka 2026, Trump alieleza kuwa Marekani imeongeza kwa kiasi kikubwa uwekezaji wake wa kijeshi katika eneo la Ghuba na maeneo mengine duniani. Alisema kuwa kambi za kijeshi za Marekani zilizoenea katika mabara mbalimbali zimejazwa kwa silaha za kisasa zikiwemo mifumo ya makombora ya masafa marefu, ndege za kivita zisizoonekana kirahisi kwenye rada, pamoja na meli za kivita zenye uwezo mkubwa wa kukabiliana na mashambulizi ya anga na baharini. Kauli yake inaashiria kwa Marekani iko katika hali ya utayari wa juu, si tu kwa kujihami bali pia kwa kuchukua hatua za mashambulizi endapo itahitajika. Katika maelezo yake ya kina, Trump aligusia operesheni ya kijeshi inayoendelea inayolenga kulinda uhuru wa usafiri wa baharini katika njia hiyo muhimu ya kibiashara duniani. Kupitia operesheni hiyo, Marekani imekuwa ikiongoza juhudi za kusindikiza meli za kibiashara zinazopita kwenye mlango wa Hormuz, huku pia ikitekeleza kile kinachoelezwa kuwa ni kuzingira kiuchumi kwa bandari za Irani. Hatua hiyo inalenga kudhoofisha uwezo wa Irani wa kusafirisha mafuta na bidhaa nyingine, jambo ambalo linaathiri moja kwa moja uchumi wake. Hata hivyo, pamoja na msimamo huo mkali, Trump alitoa ishara kuwa bado kuna nafasi ya mazungumzo. Alisema Iran imeanza kuonyesha dalili za kulegeza msimamo wake na kuwa tayari kujadiliana. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaona kauli hii kama mkakati wa Marekani wa kuonyesha nguvu huku ikiacha mlango wazi wa kidiplomasia. Katika upande mwingine wa mzozo, Trump alishutumu Irani kwa kupanua wigo wa mashambulizi yake kwa kulenga mataifa mengine yasiyohusika moja kwa moja. Alitaja tukio la meli ya mizigo ya Korea Kusini ambayo iliripotiwa kushambuliwa bila kusababisha uharibifu mkubwa. Kauli ya Trump kwamba labda ni wakati wa Korea Kusini kujiunga na operesheni hii inaonyesha juhudi za Marekani kutafuta ushirikiano wa kimataifa kwenye kulinda usalama wa njia za baharini. Ikiwa mataifa mengine yatajiunga, kuna uwezekano wa kuundwa kwa muungano mpana wa kijeshi unaolenga kuzuia vitisho vya Iran, jambo ambalo linaweza kuongeza presha kwa Irani, lakini pia kuongeza hatari ya mgongano mkubwa zaidi. Katika hatua nyingine ya kuonyesha nguvu, Trump alidai kuwa majeshi ya Marekani tayari yameharibu boti 7 za kasi za Marekani ambazo mara nyingi hutumiwa na vikosi vya majini vya Iran kufanya mashambulizi ya ghafla katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, Iran imekanusha taarifa hizo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.